Daniel chapter 9 from verse 20 to verse 27. Danieli 9:20 hadi 27. Tuamini tuombe. Mungu wetu uishie juu mbinguni, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tunakushukuru siku hii ya leo, Jumapili hii ambayo ni ya kukumbuka kufufuka kwa mwana wako Yesu Kristo kutoka kwa wafu, wakati ambapo alikuwa amesulubiwa akafa na siku ya tatu akafufuka. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako kwetu, kwa sababu ulimtoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu, wakati ambapo sisi hatukuwa tunafaa na sisi hatukuwa tunastahili. Sisi tulikuwa tunastahili hukumu ya kifo, jehanamu, lakini ukaonyesha upendo mkuu kwetu, ukamtoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo akafa badala yetu, ili kwa njia ya damu yake tupate msamaha tena, tupate kupatanishwa na wewe tena, na kwa njia ya damu yake tukapata kurejeshwa katika uhusiano wa baba na mtoto. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunakuja mbele zako tukiwa watoto wako kupitia kwa hiyo damu ya mwana wako Yesu Kristo, tukishukuru kwa sababu ya upendo wako kwetu na namna ulivyodhihirisha upendo wako kwetu sisi, maana ilifanya upendo wako unakuwa upendo ambao hauwezi ukafananishwa na upendo mwingine wowote. Tunakushukuru kwa kutuwezesha kuingia katika hekalu lako, na tunakushukuru kwa sababu ya muda ambao tunaenda kuwa nao kujifundisha neno lako kwa dakika chache ambazo ziko mbele zetu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akapate kuwa mwalimu wetu, na tunaomba zaidi ya yote utukubali sisi kama watoto wako. Tunaomba Mungu uturehemu dhambi zetu, utusamehe makosa yetu, na tutakase kutokana na yote ambayo tumejihusisha kinyume na mapenzi yako, kwa maneno yetu, kwa fikra zetu, na hata kwa matendo yetu. Na tunaomba Mungu utupe kibali katika hekalu lako, katika nafasi yoyote ile ambayo kila mmoja wetu atapata kuhusika katika ibada katika hekalu lako. Tunaomba tupate kibali chako, na tunaomba tuhusike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tulitukuze jina lako na tusababishe watu kulitukuza jina lako. Asante kwa wapendwa ambao umewajalia kuingia, na kwa wale ambao bado wako njiani, tunaomba Mungu wasaidie katika safari zao. Hata kwa wale ambao hawatakuwa nasi kwa sababu ya hiki kipindi cha Pasaka, wamesafiri kwenda kujiunga pamoja na jamaa zao, tunaomba Mungu mahali popote walipo pia ukawalinde, ukawahifadhi, na ukawape wakati mzuri pamoja na jamaa zao. Watakaporudi tukijumuika pamoja pia, sifa na utukufu tutakurudishia. Tunaombea ibada zote zinazoendelea katika taifa letu na katika mataifa yote ulimwenguni. Wale wote ambao wamekusanyika kuabudu katika roho na kweli, tunaomba Mungu ujidhihirishe katika ibada hizo, na tunaomba Mungu endelee kuonekana katika taifa letu, kwa serikali na kwa wote ambao katika nafasi za uongozi. Endelee kuwapa hekima na maarifa na hofu yako wanapoendelea kufanya kazi yako. Tuombe uendelee kutubariki kama kanisa, na uendelee kutuonekania kila mmoja katika kanisa hili, familia zote ambazo zimewakilishwa katika kanisa hili, waume, wake, wakubwa kwa wadogo. Tunaomba Mungu kila mmoja ukaweze kutuonekania, jidhihirishe katika hali zetu, katika hofu zetu, katika mahitaji yetu, katika afya zetu, katika kila njia ambayo tumepungukiwa, katika kila njia ambayo tunakuhitaji wewe uonaye sirini. Mungu tunakuomba ujidhihirishe katika mahitaji yetu, na sifa na utukufu tutakurudishia. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Daniel chapter 9, tutasoma verse 20 to verse 27. Tutajadili verse 24, 5, 6. 24, 5, 6. Biblia inasema, I hope we are there, isn't it? Yes. Daniel chapter 9 verse 20 to 27, Biblia inasema, basi hapo nilipokuwa nikisema,
na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza, akirushwa upesi, aliniguza panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, limetokea sasa, ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Verse 24. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62, verse 26, Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo, na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli alikuwa akiomba katika hiyo sura ya 9 kuanzia mstari wa 3, na alipokuwa akiomba katika verse 20, maandiko yanasema wakati alikuwa akiomba maombi yake yalikuwa interrupted. Maombi yake yalikuwa interrupted, na yaliinterruptiwa na sio mwingine bali ni malaika ambaye anaitwa Gabrieli. Na Gabrieli alipo interfere katika hayo maombi ya Danieli, alimwambia ya kwamba nimetokea sasa katika verse 22 ili nikupe akili upate kufahamu. Verse 23 anasema mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, when you began to pray and the decree was issued. God gave a decree. Mungu akatoa amri kuambatana na maombi yako. Ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi tafakari habari hii na kufahamu maono haya. Kitu ambacho Danieli anaambiwa na malaika ni kwamba ulipoanza kuomba, just when you began to pray, Mungu akaamuru majibu ya maombi yako. Mungu akaamuru majibu ya maombi yako. Na Jumapili iliyopita niliwapa zile mistari ambazo maandiko yanasema hata kabla hatujaomba Mungu atafanya nini?
Mungu atafanya nini? Atajibu maombi yetu. Na niliwapatia hizo mistari 3, niliwapatia 3 references of scriptures. Na Daniel anahakikishiwa hapa na malaika Gabriel ya kwamba, kwa sababu Gabriel anamwambia immediately you began to pray, the decree was issued. Amri ilitolewa kuambatana na maombi yako, na nimekuja kukupasha habari kwa sababu wewe unapendwa sana. Mungu anakupenda na Mungu amepeana majibu ya maombi yako, na nimekuja kukupasha hizi habari. Itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. So katika verse 24 anasema muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Muda wa majuma 70 umeamriwa. Na niliwaambia kile ambacho kinamaanishwa na hayo majuma 70, si ndio? The 70 weeks. Si niliwaambia? Yeah. Ni 70 weeks of 7. 70 weeks of 7. Meaning it is 70 times 7. Ambayo itakupatia 490. Na sasa sio weeks. Hiyo 1 week ni 7 years. 1 week ni 7 years. 1 week ni 7 years. So when you have 70 weeks, it means 70 periods of 7. 70 periods of 7, which is 70 times 7, which is 490. And now 1 week represents 7 years. 1 week represents 7 years. So yeah, that will be 70 weeks. It will be 490 years. 490 years. So Mungu anamwambia Danieli ya kwamba muda wa majuma 70 umeamriwa. Muda wa majuma 70 umeamriwa in terms of years, ambayo ni 70 times 7 in terms of years, 490 years. Muda wa miaka 490 imeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Kumbuka Daniel alikuwa anaombea nini? Daniel alikuwa anaombea mji mtakatifu, si ndio? Jerusalem, si ndio? Ambao tulisema ulikuwa umeachwa katika hali ya ukiwa. Wakati Wayahudi walichukuliwa mateka kwenda katika nchi ya mateso kule Babiloni, waliacha mji wa Yerusalemu ukiwa katika hali ya ukiwa, desolate, katika hali ya empty, desolate. Na hekalu la Mungu pia walikuwa wamelibomoa, si ndio? Walikuwa wamelibomoa. So Daniel alipokuwa anasoma vitabu vitakatifu, ama Daniel alipokuwa anasoma kitabu kitakatifu, akakutana na ahadi ya Mungu juu ya Israeli ya kwamba after 70 years in captivity, the children of Israel will be allowed to go back to Jerusalem, so that Jerusalem does not continue to be desolate. And I told you the promise God had given is found in Jeremiah 29 from verse 10, isn't it? Bali Mungu alikuwa anaambia Wayahudi, ninajua mawazo ninayowawazieni ninyi si mawazo mabaya, ni mawazo mazuri. Nina mipango mizuri na nyinyi. Hamtakuwa katika nchi ya mateso Babiloni miaka yote milele. Hamtakuwa. Lakini baada ya miaka 70 yenu kukua katika nchi ya Babiloni, baada ya miaka 70 mtaruhusiwa sasa mrudi katika nchi yenu, mrudi katika mji wenu Yerusalemu. Na wakati ya Daniel alikuwa anasoma hapo, ndio ilimotivate. That passage of scripture motivated Daniel to engage God into prayers. And so what was he praying to God? He was asking God, God, can you fulfill your promise? You promised. Can your promise be a reality? Can you
allow your children to go back to their country, to inherit back Jerusalem, so that Jerusalem does not continue to be in the state of desolation? Can you allow so that even your temple will be rebuilt? Kwa sababu Wayahudi wakirudi katika nchi yao, one of the things watafanya itakuwa ni kujenga hekalu tena lililokuwa limebomolewa. So ndio mambo ambayo Mungu alikuwa anaambia Daniel alikuwa anaambia Mungu katika maombi. Mungu, timiza ahadi yako. Na niliwaambia ilikuwa imesalia karibu miaka mingapi? 4 ya kukamilika kwa kipindi cha miaka 70 hao wakiwa katika nchi ya mateso katika Babiloni. Na ndio maandiko yanasema Daniel akiwa katika hali ya kuomba, nilipokuwa nikisema na kuomba, in verse 20 ya chapter 9, Daniel alipokuwa katika hiyo hali ya kuomba, malaika akainterrupt na maombi ya Daniel, akamwambia, hey Daniel, katika verse 21, naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Verse 22, akaniambia, akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo, verse 23, mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii ya kuyafahamu maono haya. Wewe unapendwa sana. Na ulipokuwa tu umeanza kuomba, amri ilitolewa na Mungu, na mimi nimekuja kukupasha habari kuhusu hiyo amri ambayo ilitolewa na Mungu. Basi wewe itafakari sana hiyo amri. Wanaweza asifiwe sana. Na kufahamu maono haya. Na ndio Daniel anaanza kuambiwa na malaika wa Mungu Gabrieli mambo ambayo Mungu alikuwa amesema katika verse 24. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kuujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, na katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakaye kuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. Wanaweza asifiwe sana. So niliwaambia kwamba maneno ambayo Daniel aliambiwa na malaika Gabrieli yalikuwa maneno ambayo yalikuwa ni mara mbili. Kwa upande mmoja ilikuwa good students. Kwa upande mmoja habari ambazo malaika walimwambia Gabriel alimwambia Danieli, kwa upande mmoja ilikuwa tulisema ilikuwa the information or the news that angel Gabriel brought to Daniel was partly good and partly bad. On one hand it was good news, and on the other hand it was bad news. And we said it was good news in which sense? Because God assured Daniel that indeed exactly 70 years and the Jewish people will be allowed to go back to their country, to go back and dwell in Jerusalem. Mungu alimhakikishia Danieli, we say it was good news. Mungu alimhakikishia Danieli kwa majibu yake kupitia kwa malaika Gabrieli ya kwamba exactly after 70 years of captivity
you people will be allowed. You people will be allowed to go back to your country. That one, take it as a surety. Yani Wayahudi, Danieli anahakikishiwa hiyo kwamba ni ahadi ya Mungu, kwa hivyo haitafaili. Neno la Mungu linasema the promises of God are yeah and amen. Ahadi za Mungu ni ndio. Mungu kama amesema, hakuna mtu anaweza kufanya nini? Kuzuia ama kukanusha. Kwa hivyo Danieli anahakikishiwa kwamba vile Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba Wayahudi wataachiliwa after 70 years warudi kwao, watarudi. Lakini pia Mungu anamwambia Danieli, anataka Danieli ajue ya kwamba vile anavyoomba kwa ajili ya kujenga mji wa Yerusalemu, kwamba Yerusalemu ujengwe tena, Yerusalemu ukaliwe na watu, Yerusalemu utakaliwa na watu, watu Wayahudi watarudi Yerusalemu, wataishi, na pia Yerusalemu utajengwa. Yerusalemu utajengwa. Lakini Mungu anataka Danieli ajue ya kwamba Yerusalemu utajengwa kwa muda wa miaka ngapi? 490. Itachukua how long? 490 years for Daniel to realize the answer to his prayers. Yes, God has answered your prayers, but it will take 490 years for you to do what? To visualize, to see the answers to your prayers. He has answered, yes, already, but it will take 490 years for you to see the answers that He has already answered. 490 years, Jerusalem will be rebuilt. Even the roads. Yerusalemu utajengwa mpaka njia kuu. Ndio tunaambiwa. Yerusalemu utajengwa mpaka njia kuu. Kuta zitaimarishwa na mambo kama hayo, si ndio? Na of course niliwaambia tukisoma hii Daniel chapter 9 lazima pia tujirefresh habari za kitabu cha Nehemia, si ndio? Nehemia. Kwa sababu Nehemia ndiye aliongoza watu wa kwenda kujenga Yerusalemu, kwenda kujenga ukuta na mambo kama hayo. Na nikawaambia ya kwamba walikuwa na changamoto katika hiyo kazi. Nehemia alikuwa na changamoto za upinzani ambao ulikuwa unatoka nje na upinzani ambao ulikuwa unatoka ndani. Opposition that was from without and opposition that was within. Lakini pamoja na hizo changamoto zote, tulimuona Nehemia vile alikuwa anamsimama, anasema siwezi kuachia hii kazi kwa njia. Nilianza hii kazi, ni kazi ya maana, ni kazi kubwa, sitaiacha kwa ajili ya vitu zingine. Na vitisho zote ambazo watu walikuwa wanaleta zote, na uoga mwingi ambao walikuwa wanamuingiza, neno la Mungu linasema Nehemia aliamua kutia nguvu mikono yake kukamilisha hiyo kazi, na hiyo kazi ilifanyika within 52 days. Ukisoma sasa kwa Nehemia ndio utapata hiyo maneno, especially chapter 6. You begin from chapter 4 up to chapter 6, ndio utaambiwa katika hiyo verse 15 hiyo kazi ya ujenzi wa Yerusalemu, ya mji wa Yerusalemu, ukuta wa Yerusalemu ilikamilika within 52 days. Na Mungu alikuwa amemwambia Danieli katika hiyo verse 25, katika nyakati za taabu. Hiyo kazi itafanyika katika nyakati za taabu. Yaani hiyo kazi itafanyika, but when we have challenges. In the midst of challenges, in the midst of trouble. Unajua wakati mwingine tunaweza sema tu tunataka Mungu akue atusaidie. Na sisi tunasema kwa sababu Mungu ametusaidia, ama tuseme kwa sababu tunafanya kazi ambayo Mungu ametuamuru kufanya, hatutakuwa na changamoto. Sijui kama mnaona hiyo kitu. Unajua Waisraeli ni watoto wa Mungu ambao walikuwa wanaitwa kwa jina lake, si ndio? Na yeye mwenyewe amewaongoza, alianza kuwaongoza kitambo kuanzia wakiwa katika nchi ya utumwa kule Misri. Kuanzia wakiwa Misri.
When you look at the Israelites, you have to look at them from Egypt, from Misri. Wakati ambapo Pharaoh alikuwa na mamlaka juu yao, na jinsi walivyolia, jinsi walivyokuwa wanamlilia Mungu katika Exodus chapter 2, chapter 3. Na ndio unaona lazima hizi vitabu za Biblia tusome Huwezi soma tu moja na upate. Lazima usome hizi vitabu zote. Kwa sababu Israeli inaanzia huko. Waisraeli wanaanzia huko. Unakumbuka wakati Mungu anabadilisha Yakobo jina na kumwambia hautaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Unakumbuka? Imagine huko ndio kwenye historia ya Waisraeli inatoka. Na unajua Mungu akimwambia Yakobo utaitwa Israeli, it is in Genesis. So there is no way out you will understand these books when you skip the rest and when you avoid the rest. If you want to understand the history of the Israelites properly, you must just begin from Genesis. Because when you finish Genesis, you come to Exodus. Exodus does not come from nowhere. Exodus continues from where Genesis stopped. That's the interesting thing about the Bible. You want to understand the book of Exodus, you cannot understand the book of Exodus until you have read the book of Genesis, because Exodus is just a continuation from where Genesis stopped. That is why when you are free, you are supposed to create time to do some reading. So what I'm saying is, sisi ili tuelewe kitabu cha Danieli vizuri, so naona inatubidi turudi katika vitabu zingine. Mojawapo ya vitabu ni kama hii kitabu ya Nehemia, sio? Tuone Wayahudi wakiwa katika nchi ya utumwa, wakati ambapo sasa wameachiliwa kurudi katika nchi ya utumwa, na Nehemia vile anafanya maombi ya kutafuta ruhusa kwa mfalme ya kwenda kuanza kujenga Yerusalemu tena na ukuta wa Yerusalemu. Na Mungu amemwambia Danieli, maombi yako nimejibu, watu watarudi tena katika Yerusalemu. Yerusalemu utajengwa tena, lakini itachukua muda wa miaka 490 ili uone hayo majibu, ili uone hiyo kazi imekamilika. Itachukua 490 years, which is a period of 70 of sevens. A period of 70 of sevens, which is 70 times 7, 490 years. So Mungu anamwambia Danieli kupitia kwa malaika Gabrieli, kutokea hiyo amri, ukiangalia katika verse 26, kutokea hiyo amri, wakati mfalme atatoa amri ya kwamba Yerusalemu ujengwe tena, kutokea huo wakati mpaka wakati wa Masihi, hiyo verse 26, baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali. Verse 25, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, nam katika nyakati za taabu. Hiyo kazi itafanyika katika kipindi cha majuma 7 na katika kipindi cha majuma 62, lakini haimaanishi itafanyika kwa kipindi cha majuma 7 alafu tukue na break ndio tena tukue na kipindi cha majuma 62. Hapana, majuma 62 na majuma 7 yameshikanishwa pamoja. It is 7 weeks and 62 weeks put together, that is 69 weeks. So Mungu anamwambia Danieli ya kwamba kutokea wakati mfalme atatoa amri ya kwamba sasa Yerusalemu ujengwe mpaka wakati Masihi atakuja, itakuwa kipindi cha majuma 69, which is 7 plus 62. There is no time break there. Commentators wengi wanakubali ya kwamba there is no time break. Hakukuwa na mapumziko ya muda ati tuko na 7 alafu tutakuwa na 62. Hapana, ni 62
plus hiyo 7 ambayo imetangulia, which is 69. Na Mungu anamwambia Danieli ya kwamba hiyo kazi itafanyika kwa hiyo kipindi ya 69 weeks. And that is the time you will see the completion of the rebuild of Jerusalem. And 69 weeks means 69 times 7, which is 483. 483. Now, out of the 70 weeks, now we remain with 1 week, isn't it? Yeah. Which we have to discuss about it in verse 27. Acha Fei ananiangalia hivi ni kama kuna swali. Fei kuna swali. Naenda tu polepole nikijirudia kwa sababu najua this is one of the parts that are very difficult to deal with. Have you noted that nimerudia hii passage so many times? Kwa sababu I'm sure, I don't know about on your side, but from my side I know this is one of the difficult parts in the Bible that hautakaribia tu haraka bana. Ndio sababu tunaenda tu polepole kwa uoga, kwa kutetemeka na kwa kuomba Roho Mungu atusaidie. Anaweza asifiwe sana. So Mungu anamwambia Danieli, mfalme atatoa amri, atapeana ruhusa Yerusalemu kazi anze kufanywa ya kujenga ukuta, ya kujenga ya Yerusalemu mpaka njia kuu zote. Lakini tangu aanze hiyo kazi, tangu akitoa hiyo amri mpaka kukuja kwa Masihi itakuwa kipindi cha majuma 69. 7 weeks plus 62 weeks, ambayo ni 69. 483 years. That's when the work will be completed. Jesus present. So God answers Daniel's prayer and involves more information that even Daniel had not asked for. Wakati Mungu anajibu maombi ya Danieli, alijibu maombi ya Danieli na akamfunulia vitu vingi, hata vile ambavyo Danieli hakuwa amefanya nini? Hakuwa ameomba. Danieli anaambiwa na Mungu ya kwamba, and this is good news, ya kwamba Yerusalemu itajengwa. We look at verse 25. Yerusalemu itajengwa, hekalu litajengwa, lakini pia Masihi atakuja, atapata fursa ya kuingia katika ile hekalu. Which was good news, isn't it? Si good news? Masihi atakuja, atapata fursa ya kuingia kwa ile hekalu, na huyo Masihi sio mwingine, ni Masihi mmoja ambaye tunamjua. Masihi ni Yesu Kristo, the anointed. Yesu Kristo. Unajua kuna watu ambao wanasema Yesu Kristo hayuko katika Old Testament. Yesu Kristo yuko tu kwa New Testament peke yake, lakini Yesu Kristo yuko mpaka kwa Old Testament. Ni lazima ujue vile unamwangalia ndio muone. Roho Mtakatifu pia. Kuna watu wanasema Roho Mtakatifu katika nyakati za Agano la Kale hakukuwa. Lakini Roho Mtakatifu amejaa katika Agano la Kale. Lazima uko unajua kumwangalia na kumidentify katika maandiko ndio ujue huyu ni Roho Mtakatifu. But he has been there even in the Old Testament. Wanaweza asifiwe sana. So Daniel anaambiwa ya kwamba ile hekalu ambalo litajengwa, Masihi atapata nafasi ya kuingia ndani ya ile hekalu. It is good news. But pia Daniel anaambiwa katika hiyo verse 26. Daniel anaambiwa katika hiyo verse 26, na baada ya yale majuma 62, which is actually not 62 but 69, kwa sababu ni 62 plus 7, isn't it? Anaambiwa baada ya hiyo kazi yote kufanyika, kukamilika, baada ya hekalu kukamilika, baada ya Masihi kuja kuingia katika hiyo hekalu, verse 26, baada ya yale majuma 62, Masihi atakataliwa. Masihi atakataliwa tena. Atakataliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakaye kuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa.
kukusudiwa. Anaweza asifiwe sana. So yes, the temple will be rebuilt. That is good news. The city of Jerusalem will be rebuilt. That is good news. The anointed one will have opportunity to visit the temple that will have been rebuilt. It is good news. But then the bad news, we say the bad news is that the whole work will be done during troublous time. Kazi yote itafanyika wakati wa shida. Na pia katika verse 26, the more bad news is that even after the anointed one coming is dead, the anointed one will again be rejected. Verse 26, the anointed one will again be rejected. The anointed one will again be killed. Will be killed. Will be killed. That was bad news. That was bad news. It was bad news. It was bad news. And of course, watu wamechukulia hii verse 26. Hii verse 26 watu wamechukulia, wengine interpreters wengine ama commentators wengine wanachukulia kufikiria ya kwamba maandiko haya yanazungumzia kuhusu mwisho wa dunia. Watu wengine wamesoma wakicomment katika hiyo verse 26 wakisema kwamba verse 26 inazungumzia kuhusu mwisho wa dunia. Lakini wale ambao ni commentators ambao wanajaribu kuwa waaminifu kwa neno la Mungu wanakatana na huo msimamo ya kwamba verse 26 inamaanisha kuisha kwa dunia. Wanasema verse 26 inamaanisha kuisha tu kwa Yerusalemu na vita vikubwa ambavyo viliibuka Yerusalemu, na wanasema ni unabii ambao ulishatimia katika mwaka wa AD 70. Ni unabii ambao ulishatimia katika mwaka wa AD 70. Anaweza asifiwe sana. Amen. In other words, haya maono ambayo Mungu alimuonyesha Danieli, Mungu anamrevealia Danieli kupitia kwa malaika Gabrieli, ni unabii ambao unasemekana kutimia kuanzia katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo mpaka kufika katika kifo chake na mambo kama hayo. Na tunajua kwamba baada ya kifo chake hakubaki katika kifo, si ndio? Yesu akishakufa hakubaki katika kifo, akishazikwa hakubaki katika kaburi. Siku ya tatu neno la Mungu linasema kaburi lilimtapika, lilishindwa kuendelea kumshikilia, likamtapika. Nafikiri tutaingia katika verse 27 ndio tutazungumzia, tutataja vitu kadhaa huko katika hilo juma moja ambalo limesalia, ambayo ni 7 years, ambayo maandiko yanasema imegawiwa katika sehemu mbili ya 3.5 and 3.5. Tutashikanisha pamoja na kitabu cha Ufunuo wa Yohana, tuangalie hiyo mambo ya 7 years ya 3.5. Anaweza asifiwe sana. Otherwise katika hiyo verse 24 maandiko yanasema muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Kuna vitu ambavyo Mungu ameamuru, kuna vitu ambavyo Mungu amevisema katika maisha ya Waisraeli na katika mji wa Yerusalemu. Na maandiko yanasema 1, tulifanya numbering hizi vitu tukiwa na deacon hapa last Sunday. Kwa wale ambao walikuwa wanafikiri hata mkrivisit hiyo lesson yetu ya jana kwa mtandao, mtapata kwamba we did the numbering. Deacon
nisaidia kuclarify hizo vitu tukaziona. Number 1, number 2, number 3. Kama Biblia ni yangu, sijui about wewe, lakini kama Biblia ingelikuwa yangu last Sunday ningekuwa nafanya numbering na Roman numbers ya hizo vitu 1, 2, 3, 4 mpaka 5. Wanaweza asifiwe sana. So 77s are decreed, 1, to finish transgression and put an end to sin. Hiyo ndio ilikuwa kitu kama number 1. Lakini hapa and kisha tumika ni kama and imeweka hizo vitu zimekuwa mbili pamoja tayari. Hapo ndio inakuja hivyo. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. 1, ili kukomesha makosa. Na tukasema 2, kuishiliza dhambi. 3, kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Hizo vitu zote zimetajwa na tunaambiwa ni vitu ambazo zinatakiwa zikamilike katika huo muda wa majuma 70, which we say it is 70 of 7, isn't it? Am I losing anyone? When we say 70, tunasema it is 70 of 7, isn't it? 70 of 7, which is a total period of 490 years. Na tunaambiwa hivi vitu 5 vyote vimeamriwa ili vifanyike katika hiyo kipindi: kukomesha makosa na kuishiliza dhambi. Kukomesha makosa na kuishiliza dhambi. To finish transgression and to put an end to sin. Mhubiri mmoja ametupatia reference ya Hebrews chapter 9 verse 26 to 28. Mhubiri mmoja ametupatia reference ya Hebrews 9:26 to 28, na anasema swala la kukomesha makosa na kuishiliza dhambi lilikuwa fulfilled in the first coming of Christ. In the first coming of Christ. Lilikuwa fulfilled in the first coming of Christ. Kukomesha makosa. Sababu maandiko yanasema katika Hebrews 9:26-28, but now he, Christ, has appeared once for all at the end of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself, just as man is destined to die once and after that to face judgment. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Wengine ukisoma katika lugha ya Kiswahili inaweza kukurahisishia kidogo, si ndio? Kristo alipokuja, alikuja ili kukomesha makosa. Ili kukomesha makosa au dhambi. Katika Hebrews 9:26-28. Number 2 tunaambiwa 77s ama 70 of 7 are decreed, yameamriwa to atone for sin and to bring in everlasting righteousness. Muda huu wa majuma 70 umeamriwa kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele. Na tunajua upatanisho ulifanyika wakati gani, si ndio? Si ndio? Atonement for sin. Atonement for sin ilifanyika kupitia damu ya Yesu msalabani, si ndio? Na hata alipokuwa pale msalabani, miongoni mwa statements ambazo alizisema akiwa pale msalabani, mojawapo ni statement ya kusema ya kwamba it is finished. Huwa tunasema the 7
the last 7 statements of Jesus on the cross. Yesu alipokuwa pale msalabani alikuwa anaongea pia kabla apeane roho yake. Unajua maandiko yanasema alipeana roho yake. Hakunyang'anywa na mtu. Hakushurutishwa na mtu. Mwenyewe alifanya nini? Alipeana roho yake. Wanapenda hapo sana. Kwa tunasema Mungu alimtuma mwana wake Yesu Kristo. Maandiko yanasema Yesu mwenyewe alifanya nini? Alipeana uhai wake. Alipeana uhai wake. So kabla apeane uhai wake, kabla autoe uhai wake, akiwa pale msalabani, aliongea. Na aliongea 7 statements ambazo ukisoma katika vitabu vya Matthew, Mark na Luke, Yesu akiwa pale msalabani, just begin to read where the account where Jesus is on the cross and see where he speaks. Sindio? And begin to number those things. Mojawapo ya vitu ya kitu ambacho Yesu alisema ni kwamba it is finished. It is finished. Nini imekwisha? Nini ilikuwa imekwisha? Kazi ya kutafuta msamaha wa dhambi, kazi ya upatanisho wa mwanadamu na Mungu imekamilika. Hakuna tena mambo ya makuhani kuendelea kufanya zile sadaka za vichinjo ambazo walikuwa wanafanya. Unajua vile walikuwa wakifanya? Unakuja na kondoo. Kondoo ambaye maandiko yanasema hana mawa katika Old Testament. Makuhani walikuwa very busy, walikuwa wanalala wamechoka, walikuwa wanachafuka. Hata nyumba yenyewe ya Mungu ilikuwa, unajua walikuwa wameiweka segments, walikuwa wameweka sehemu mbalimbali mahali pa kuchinjia na nini na nini. It was very funny. Naenda hapo, si mnaendanga mna wapi wanachinjanga huko? Huko watu ndonyo ama ni wapi? Wale tunaendanga nyama tukiwa na wageni. Ukienda kwa kichinjio utafurahia. Mahali wanachinjia kabisa. Wanapasua hao wanyama wakibeba wakiweka huko. Utapenda hapo mahali. Utapenda hapo. Mahali pachafu. Hekalu katika Old Testament, imagine, to some extent lilikuwa linakaa hivyo. Because the priests were very busy slaughtering. The priests were very busy slaughtering. And they were also eating. Walikuwa wanakula. Wakati unachinja huyu kondoo, neno la Mungu limesema sehemu hii si ya kila mtu. Hii sehemu ni ya nani? Ni ya kuhani. Na ndio utasikia watoto wa nani? Watoto wa Lawi. This priest in the book of 1 Samuel. Watoto wa Eli. Wako wanaendea ile sehemu ambayo imetengwa ya makuhani. Walikuwa wananyanyasa watu wengi. Wanaendea ile portion yenye si ya makuhani. One of the things ambayo ilituma Mungu akawakataa. Eli. Na ndio Mungu akamwambia Samueli. Mungu alimuita Samueli, si ndio? Mungu alimuita Samueli usiku, Samueli akilala, si ndio? Tumesahau. Na nilifunza 1 Samuel yote hapa. Mungu alimuita Samueli akilala, Samueli akaamka akamwendea Eli. Eli, umeniita? Eli akamwambia sijakuita. Rudi ulale. Akarudi kulala. Mungu akamuita tena, akarudi kwa Eli. Umeniita? Akamwambia sijakuita. Rudi ulale. Lakini akamwambia ukiitwa tena, sema Bwana niko, si ndio? Bwana niko. Hivyo ndio venye Mungu alimuita Samueli achukue nafasi ya nani? Ya Eli kama kuhani, kwa sababu Eli alikuwa amezeeka, hangeendelea na kazi, na watoto wake hakukuwa na mmoja mzuri ambaye angeendeleza hiyo kazi. Walikuwa wananyanyasa washirika. Walikuwa wananyanyasa watu wa Mungu katika njia ya kimapenzi, katika njia ya nini, and they were just misusing women of God. Taking advantage, isn't it? Yeah? Sindio? Unajua ukiwa kama pastor hivi watu wengi wanakuamini. Sio uongo, si mnaniamini? Yes. Yeah. Mnaniamini. Na hata watoto wangu simtawaamini. Yeah. Mtaamini watoto wangu, mtasema wewe ni mtoto wa mchungaji. Lakini angalia watoto wa Eli walikuwa wana take advantage, sio? Watu wamewaamini, watu wanaokaribia, alafu nao wakaanza
wa misuse na wasema hakuna mtu anaona, sijui nini. Kumbe Mungu anao. Mungu akasema hapa hakuna mtu atachukua hiyo nafasi ya Eli. Samuel kuja. Unaweza asifiwe sana. So wakati walikuwa wanachinja, hao watoto wa Eli walikuwa wanachukua portion yenye si yao, wanatumia nguvu. Impunity. Yaani huyu ako na mamlaka nyingi, ama familia yao iko na vyeo sijui na nini, hata akifanya kitu mnasema hatuna mahali tutamshtaki. Hatuna mahali tutamshtaki wapi? So hekalu la Mungu lilikuwa linakaa katika hiyo hali chafu kwa sababu ya hivi vichinjo. Na watu na kuhani mwenyewe kabla aende achinje kondoo ambayo wewe umeleta, kwa sababu wewe umeleta kondoo ili achinjwe utakaswe dhambi, si ndio? Maandiko yanasema kuhani mwenyewe kabla aende achinje hiyo kondoo yako, na yeye pia alikuwa anachukua kondoo anajichinjia, ajitakase kwanza, akubalike mbele za Mungu, ndio aende mbele za Mungu kukuwakilisha wewe. So makuhani kazi yao ilikuwa ni kazi kuchinja dhabihu za kuwapa kibali mbele za Mungu, wakiangalianga moshi vile inaenda. I was speaking to one of the pastors, a lady, na akaniambia kwa chachi yao bado wanachoma unga wakiangalia moshi. Nilimsikitikia. Sikutaka kuengage katika argument, but that is one of the wicked place. That's one of the signs to show that these people are not on the track, isn't it? Ati kuna siku tu yenye mtaleta unga, alafu sisi tuchukue hii unga tuwashe moto tuanze kuchoma. Tukichomanga hii unga na tukiangalianga hii moshi vile nenda. Na Yesu mwenyewe alipokuwa pale msalabani, akiwa ni dhabihu, akiwa mwana kondoo, akiwa amesimama kwa nafasi ya zile kondoo ambazo washirika walikuwa wakileta, akiwa amewakilisha hizo kondoo zote, akasema na kinywa chake akasema, yote imefanya nini? Imekwisha. Kazi ya kuchinja imekwisha. The work of the atonement of sin is done what? It's complete. So now you see, isn't it? Hii part ilikamilika wakati wa kukufa kwa Yesu Kristo wapi? Msalabani. Hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nataka niwaonyeshe. Ni unabii ambao ama ni maono ambayo yalitimia wakati wa kukuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza katika kifo chake. Hapo ndio wakati ambapo kazi ya atonement ya dhambi ilikamilika. Ndio sababu saa hii hapa tukiwa kama makuhani kwa nyumba ya Mungu, hatuwezi tena kujiengage katika hiyo mambo ya kuchinja kitu. Kama mko na kitu mnataka kuchinja, chinjeni tu kama mboga huko. Mkiwa na mbuzi ama mkiwa na ng'ombe ama kama mkiwa na nini, mnafanya tu kama ya kutusaidia sisi, si ndio? Sisi wote kwa hekalu tutumie washirika. Lakini si ati tunataka kuchoma, tunataka kuangalia moshi. Nani atakubali hiyo? Mimi hata siwezi kubaliana. Ukileta hizo sarakasi, amshua washirika wote watakwambia bana, tembea bwana. Sio tuwezi kufanya kazi. Hata mimi siwezi songea hapo nichafuke tena wakati Yesu alisema hivi. Siwezi nirudishia kwa hiyo kazi ya kisu. Kuna kanisa moja huko Nakuru nimeenda ndani nikakuta wamefanya hiyo kitu, wamechinja mbuzi alafu wanachoma na wanaangalia moshi, na kuna vitu ambazo wanaongea hizi vitu wakilinganisha hiyo mbuzi na hizo dhabihu ambazo Mungu alikuwa anatoa katika Old Testament. Unajua hii si ya kukula. Sitakula hiyo. Kama mnaiweka kwa hiyo nafasi ati hiyo kichinjio yenye mmefanya ati natupatia haki yote mbele za Mungu, mimi hiyo sasa sihusiki. Yesu Kristo alifanya hiyo kazi na akasema it is finished. Katika lugha ya Kiunani it is finished. Wanasema tetelestai. It is finished. It is finished. Tetelestai. Hiyo ni Kiunani, hiyo ni Greek. It is finished. Jesus finished the work of your atonement, the work of my atonement. He finished. And what remains is now
ours to believe in him, isn't it? Sisi tumesalia na kuamini katika kazi ambayo Kristo alifanya nini? Alifanya msalabani. Na ndio sababu mtu akibatizwa kwa maji utamwona wakimuuliza, unaamini ya kwamba Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako? Unasema ndio. Na ni kumaanisha ya kwamba ile wokovu ambao unataka kupokea sio wokovu ambao unaenda kutokana na kazi yako wewe. Hiyo kazi Kristo alifanya kamaliza. Wewe yako imesalia ni imani, na baada ya hiyo imani kuanza kuonyesha matendo yako kwa njia ya imani. Wanaweza asifiwe sana. Wacha tu stop pale. Tuchukue dakika zetu chache tu break. Tufanye ibada yetu ya full. Tufanye ibada yetu ya the Resurrection Sunday. This is a special Sunday because it is the Resurrection Sunday. The Sunday that we commemorate the resurrection of Jesus from the dead. Tuombe. Mungu wetu uishie juu mbinguni, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tunakushukuru tena kwa nafasi ambayo umetupa tafakari neno lako. Endelea kutuonyesha vile ambavyo maono haya katika Danieli 9 yalitimia wakati wa kukuja kwa mara ya kwanza kwa Yesu Kristo. Na tunakushukuru kwa sababu unaendelea kutuwezesha kuelewa maono haya, kwa sababu si rahisi vile kuyaelewa, lakini tunakushukuru kwa sababu kupitia msaada wa Roho Mtakatifu unaendelea kutusaidia na tunaendelea kuelewa. Na tunaendelea kujifunza kitabu hiki mpaka tutakapofika tamati yake, bila ambavyo tumekuwa tukifanya vitabu vingine hapo awali. Tunaomba Mungu tusaidie katika safari hii, na zaidi ya yote tufungue akili zetu na tufungue fahamu zetu, ili tukapate kuelewa neno lako na tukapate kufahamu neno lako, ili tuendelee kuimarika katika imani yetu, na sio tu katika imani bali pia katika matendo yetu. Tuendelee kuishi maisha ambayo yataleta kusababisha watu wengine kukuishia, na pia kuishi maisha yatakayoleta utukufu kwa jina lako. Tunapoenda kwa dakika chache za mapumziko, tunaomba Mungu tusaidie, na tutakaporudi katika ibada kikamilifu pia tunaomba ukapate kuendelea kutuongoza katika kila jambo tutakalolitenda katika hekalu lako, na tukiona mwisho mwema wa siku, na sifa zote na utukufu zikurudie, na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.